Karibu sana ewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kivu News Info. Tunayo furaha kubwa sana kuweza kukutana nawe mchana wa siku ya leo, tukiwa tarehe 18 mwezi huu wa 8 mwaka wa 2026. Na katika taarifa zetu za leo tutaweza kuleta taarifa mbalimbali kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikihusu vurugu za kiusalama, mapigano, masuala ya afya, jeshi pamoja na juhudi za serikali za kuweza kurejesha amani na kuimarisha biashara ndani ya nchi yake. Tutakuwa katika eneo la Ituri ambako ambulance moja imeweza kuchoma moto na nyingine mbili kuharibiwa wakati wa vurugu zilizohusishwa na uhusiano wa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuwa na Ebola. Pia tutaweza kuzungumzia habari ya Felix Tshisekedi ambaye aliweza kufanya ziara yake nchini Tanzania kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano wa biashara na usafirishaji kati ya RDC na Tanzania. Wakati huo huo tutaweza kukuletea taarifa za habari kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako jeshi mmoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC aliweza kukamatwa huko Kwango kwa tuhuma za kumuua raia mmoja. Pamoja na mambo hayo yote tutaweza kuzungumzia kuhusu wapiganaji 596 wa zamani wa Mobondo walipelekwa huko Kanyamakasese kwa ajili ya mafunzo ambayo yataweza kuwawezesha kuweza kurejea katika maisha yao ya kawaida na ya zamani. Na katika Kivu Kusini tutaweza kuzungumzia mapigano mapya kati ya FARDC na M23 ambayo imeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kalehe, hali iliyosababisha hofu na kuwafanya baadhi ya wananchi kutafuta maeneo ambayo yanaonekana kuwa salama zaidi. Hizo ni taarifa kuu ambazo tunakuandalia kwa siku ya leo tukiwa redio yako pendwa. Hivyo tunashukuru sana kwa pamoja nawe na tunakuomba endelea kuwa nasi hadi mwisho ili upate taarifa zote hizo. Hii ni Kivu News Info ambayo inakuletea taarifa hizi za habari mchana wa siku ya leo, na mimi ni msomaji wako Leta Pepele. Tuanze habari zetu moja kwa moja tukiwa ndani ya Ituri ambako ambulance moja imeweza kuungua na nyingine mbili kuharibika katika kituo cha afya cha Kandoi huko mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kituo cha afya kiliweza kuripotiwa kuwa na vurugu toka tarehe 17 mwezi wa 8 katika eneo la afya la Kandoi ilichopo katika eneo la Aru. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, ambulance moja ilichomwa moto huku ambulance nyingine mbili zikiharibiwa wakati wa vurugu zilizosababishwa na uhusiano wa mgonjwa aliyekuwa ameshukiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola. Tukio hilo lilitokea wakati mgonjwa huyo alipokuwa anatarajia kuhamishwa kwa ajili ya kupata huduma za uchunguzi zaidi wa kiafya. Hata hivyo, hali hiyo ilisababisha mvutano na baadaye vurugu katika kituo hicho cha afya. Katika vurugu hizo, ambulansi moja iliteketezwa kabisa kwa moto, wakati magari mengine mawili ya wagonjwa yalipata uharibifu mkubwa. Tukio hilo linaathiri pia shughuli za usafirishaji wa wagonjwa kutoka katika eneo hilo, hasa kwa kuzingatia umuhimu wa ambulance katika kuwafikisha wagonjwa kwenye vituo vya afya kwa wakati. Wakati huo, dereva mmoja wa ambulance ambaye ni raia wa Uganda alijeruhiwa wakati wa vurugu hizo. Hali yake ya kiafya haijaelezwa kwa undani katika taarifa zilizopatikana. Tukio hilo lilizua wasiwasi mkubwa katika eneo la Aru, hasa kutokana na unyeti wa suala la Ebola na umuhimu wa hatua za haraka za afya ya umma. Wataalamu wa afya mara nyingi huhitaji kufuata taratibu maalumu wakati wa kuhamisha mgonjwa anayeshukiwa kuwa na ugonjwa wa kuambukiza ili kulinda wagonjwa wengine au wahudumu wa afya pamoja na jamii kwa ujumla. Hata hivyo, vurugu katika vituo vya afya zimeweza kuongeza changamoto katika kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Kwa sasa zinaweza kuzuia wagonjwa wafikishwa hospitalini na pia kuhatarisha kazi za wahuduma wa afya.
Mamlaka za eneo hilo zinatarajia kuchukua hatua za kuhakikisha usalama wa vituo wa afya na magari ya wagonjwa, pamoja na kuhakikisha kwamba wagonjwa wanaohitaji huduma za dharura wanapata msaada bila vikwazo. Kwa sasa, taarifa zaidi kuhusu sababu kamili ya vurugu hizo na hatua zinazochukuliwa dhidi ya waliohusika bado hazijaweza kufahamika na hazijaweza kuwekwa wazi. Hii ni tukio lililoonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii, mamlaka na wahudumu wa afya katika kipindi ambacho kuna hofu kuhusu magonjwa ya kuambukiza kama vile Ebola. Usalama wa wagonjwa, wahudumu wa afya na vifaa vya matibabu unapaswa kupewa kipaumbele ili huduma za afya ziendelee bila usumbufu wowote. Hizo ndizo taarifa za habari tulikuwa tukikuandalia kutoka huko Aru. Hata basi tuendelee na habari zetu nyingine ambazo zinahusu usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzungumzie basi habari zingine ambazo zinahusu hali ya kiuchumi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameweza kutembelea rais mwenzake wa Tanzania huko Dar es Salaam ili kuweza kuimarisha biashara na usafirishaji wake. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amefanya ziara ya kikazi mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako amekutana na mwenzake wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, hasa katika sekta ya usafirishaji wa biashara. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bandari ya Dar es Salaam ina muhimu mkubwa katika usafirishaji wa bidhaa zinazoingia na kutoka nchini, hasa kwa maeneo ya mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wawili wameangazia umuhimu wa kuboresha miundombinu ya bandari pamoja na barabara na njia nyingine za usafirishaji zinazounganisha Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo ni kuimarisha usafirishaji wa bidhaa, kupunguza gharama za usafirishaji na kuongeza biashara kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kuimarishwa kwa korido ya usafirishaji ya Tanzania kunaweza kusaidia Kongo kupunguza changamoto za kuifikia sehemu mbalimbali za nchi, hasa maeneo ya mashariki ambayo yanategemea kwa kiasi kikubwa njia ya Dar es Salaam kwa ajili ya bidhaa na usafiri wake. Viongozi hao wamekubaliana pia juu ya umuhimu wa kuharakisha utekelezaji wa miradi ya kisasa ya miundombinu na ili kuongeza ufanisi wa biashara na usafirishaji kati ya nchi hizo mbili jirani. Ziara ya Felix Antoine Tshisekedi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaonekana kuwa sehemu ya juhudi ya Kinshasa kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na majirani zake na kuhakikisha kwamba bidhaa zinaweza kusafirishwa kwa urahisi zaidi ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ujumla, ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania unatarajiwa kuchangia katika kupunguza gharama za biashara, kuboresha njia za usafirishaji na kuongeza mzunguko wa bidhaa katika nchi hizo mbili, yaani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tunakuletea kuhusu uchumi ambao hivi karibuni unaweza kuwa sawa ikiwa makubaliano hayo yataweza kutekelezwa. Safari yetu acha iendelee kuelekea eneo la Kwango ambako mwanajeshi wa FARDC ameweza kukamatwa kwa kuweza kutuhumiwa au kushtakiwa kumuua raia. Mkoani Kwango, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC amekamatwa katika eneo la Popokabaka baada ya kutumiwa kumuua raia. Mwanajeshi huyo anatambuliwa kwa majina la Bawile Kipoyo Zedok
mwenye cheo cha mwanajeshi wa daraja la pili anayehudumu katika kampuni ya tatu ya kijeshi iliyo Popo Kabaka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa uongozi wa jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtuhumiwa huyo anatumiwa kumuua kwa kumpiga kwa boinyeti raia aitwaye Mukwabonika Jean. Tukio hilo lilidaiwa kutokea katika kijiji cha Izonfu ndani ya sekta ya Yonso. Kufuatilia tukio hilo, amri kukamatwa kwa mwanajeshi huyo ilitolewa na Brigadia Generali Moyo Rabi Richard ambaye ni kamanda wa muda wa eneo la 11 la kijeshi. Hatua hiyo imechukuliwa katika mfumo wa sera ya kutovumilia kabisa vitendo vya utovu wa nidhamu na uhalifu unaofanywa na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kukamatwa, mwanajeshi huyo anatarajiwa kuhamishwa katika ofisi ya uendesha mashtaka na wa kijeshi mjini Kikwiti ambako atafikishwa mbele ya vyombo vya sheria za kijeshi ili kujibu tuhuma zinazomkabili. Mkurugenzi wa mawasiliano wa eneo la 11 la kijeshi amesema hatua hiyo inalenga kuonyesha kwamba wanajeshi yeyote anayehusika katika vitendo vya uhalifu lazima awajibishe mbele ya sheria. Uongozi wa kijeshi pia unasisitiza kwamba kuvaa sare ya kijeshi hakuwezi kuwa kinga ya kufanya uhalifu au kutumia nguvu dhidi ya raia. Tukio hili linatokea wakati ambapo malalamiko kuhusu vitendo vya utovu wa nidhamu vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wanajeshi yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo yanayodhibitiwa na eneo hilo au 11e region ya militaire. Takribani wiki moja iliyopita, tukio jingine liliripotiwa katika bandari ya Kwamos ambako mwanajeshi mmoja alidaiwa kumpiga risasi mwanamke mmoja aliyekuwa akisafiri. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mwanamke huyo alikuwa akijaribu kuingilia kati ugomvi uliokuwa umetokea kati ya mwanajeshi huyo na mwendesha shughuli za usafirishaji. Baada ya tukio hilo, mwanajeshi huyo alidaiwa kutoroka. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mamlaka za kijeshi zinasema hatua dhidi ya mwanajeshi wa Popo Kabaka inalenga kuimarisha nidhamu ndani ya FARDC na kuhakikisha kwamba kuna kuwa wanajeshi wanaohusika katika vitendo vya uhalifu wanaweza kuwajibishwa katika sheria ili waweze kusema kwa nini wamefanya vitendo hivyo vya uhalifu. Uchunguzi na hatua za kisheria zitaamua hatimaye ukweli kuhusu tuhuma au shtaka ambalo zinaweza kumkabili mwanajeshi huyo ambaye inasemekana kuwa aliweza kufanya vitendo vya mauaji katika eneo la Popo Kabaka. Tuendelee basi huko Olomami ambako ex-militia Mabondo au wanajeshi wa zamani wa Mabondo 596 wamepelekwa Kanyamakasese kwa mafunzo na ili waweze kurudia wakiwa ni raia ambao wataweza kuishi vizuri na raia wengine. Takriban wanamgambo wa zamani 596 wa kundi la Mabondo wamepelekwa katika kituo cha Service Nationale huku Kanyamakasese mkoani Olomami kwa ajili ya kupata mafunzo yatakayowasaidia kurejea katika maisha ya kawaida ya kijamii. Taarifa hii imetolewa Jumatatu tarehe 17 Agosti mjini Kinshasa na waziri wa mjumbe anayehusika na masuala ya wanajeshi wa zamani Eliezer Ntambwe wakati wa mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika pamoja na Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari. Kwa mujibu wa waziri huyo, kupelekwa au
Kuwapeleka wapiganaji hao Kanyamakasese ni sehemu ya juhudi za serikali za kurejesha amani na mamlaka ya serikali katika eneo hilo linalojumuisha Grand Bandundu, Kongo Central na Kinshasa. Lengo lao kuu ni kuhamasisha wapiganaji wa zamani kuacha kabisa kutumia silaha na kurudi katika maisha ya jamii. Waziri Eliezer Ntambwe anasisitiza kwamba mpango huo haulengi kuwafunga watu hao gerezani, bali kuna washawishi wale ambao bado wako mafichoni kuacha silaha na kujisalimisha. Hata hivyo, baadhi ya wapiganaji wa zamani bado wako katika maeneo ya kuhifadhiwa kwa muda katika maeneo mbalimbali, huku wengine wakiwa bado mjini Kinshasa. Katika hatua za kuunga mkono mchakato wa kuondoa silaha, Waziri Ntambwe amesema silaha 146 tayari zimekabidhiwa kwa naibu waziri mkuu anayesimamia ulinzi wa taifa. Baadaye silaha hizo zilikabidhiwa kwa kitengo cha vifaa vya usafirishaji cha FARDC. Hata hivyo, amesema bado kuna silaha nyingine zilizokusanywa lakini hazijakabidhiwa kwa mamlaka za kijeshi. Kuhusu vurugu zinazohusishwa na kundi la Mobondo, waziri huyo amesema chanzo kikuu si mgogoro kati ya jamii mbalimbali, bali ni migogoro ya ardhi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajia kuendelea na kampeni za kuhamasisha na pia ukusanyaji wa silaha na mafunzo ya kuwawezesha wapiganaji wa zamani kurejea katika maisha yao ya kiraia ya zamani kwa lengo la kuimarisha amani na kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyoathiriwa na vurugu za kivita ambazo zinaletwa na vikosi vyenye silaha. Hizo zilikuwa ni taarifa za habari ambazo zinahusu Mobondo katika eneo la Holomami na pia huko ambako vurugu kali ziliweza kutokea. Tuelekee moja kwa moja katika maeneo ya Kivu Kusini ambako mapigano makali yameweza kuripotiwa katika eneo la Kalehe kati ya vikosi vya waasi wa M23 na vikosi vya FARDC wanaoshirikiana na wazalendo. Mapigano mapya kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuripotiwa tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu katika eneo mbalimbali za Kalehe huko Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yaliripotiwa katika maeneo ya Katare, Tuchungusi, Nyamugari, Kivoka pamoja na Kivoka, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa maeneo hayo. Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia ya eneo hilo, mapigano yalianza karibu saa 1 asubuhi katika maeneo mbalimbali ya Kalehe. Hali hii inaongeza wasiwasi katika eneo hilo tayari limekuwa likikabiliwa na mapigano ya mara kwa mara na uhamaji wa wananchi kutokana na ukosefu wa usalama huo. Taarifa zinaeleza kwamba maeneo ya Katare, Tuchungusi, Nyamugari na Kivoka yalilengwa karibu na wakati mmoja. Hali zilizidi kuwa mbaya karibu na saa 4 asubuhi baada ya kuripotiwa kwa mashambulizi makali ya mabomu katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia yamesema yana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia na wanaoishi katika maeneo ambako mapigano hayo yanaendelea. Wakati huo huo, mashirika hayo yanaripoti madhara mbalimbali ya kibinadamu yaliyotokea katika mapigano hayo. Ingawa hayajataja idadi kamili ya waathirika, yamesema kuna taarifa za vifo, uharibifu wa nyumba na shule na miundombinu mingine ya kiraia kuweza kuharibika. Familia kadhaa pia zimeweza kulazimika kuondoka katika nyumba zao na kukimbia maeneo wanaoona kuwa salama zaidi kwao na afya yao. Mashirika ya kiraia yamezitaka mamlaka za Kongo pamoja na jamii ya kimataifa kuongeza ulinzi katika maeneo ya Kalehe na kuchukua hatua za kulinda raia wanaoishi katika maeneo yaliyo karibu
na eneo ambalo linazidi kuvutana kwa vurugu na mapigano. Yanasisitiza pia umuhimu wa kuchukua hatua za kuzuia hali ya kibinadamu na kuzidi kuwa mbaya, hasa kutokana na uwezekano wa kuongezeka idadi ya watu wanaokimbia nyumba zao na kukaa bila makao. Mapigano hayo yanatokea katika kipindi ambacho maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini yamekuwa yakikabiliwa na vurugu za mara kwa mara katika wiki za hivi karibuni. Kalehe ni miongoni mwa maeneo yaliyo katika hatari kubwa ya uhamishaji wa watu na uharibifu wa mali kutokana na migogoro ya kivita. Hadi Jumanne, hali ya utulivu wa muda ilikuwa imeripotiwa katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Hata hivyo, wakaaji wanaendelea kuzitaka mamlaka za kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha usalama wao au kuwawezesha kurejea kwa utulivu kwa miundombinu na huduma za kiafya. Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku hofu ikiwa bado kubwa miongoni mwa wakaaji wa maeneo hayo yaliyoathiriwa. Hizo zilikuwa ni taarifa kutoka huko Kalehe ambako vita zinazidi kuripotiwa siku baada ya siku. Acha basi tukutanane wakati mwingine ili kukupa habari zaidi. Hizo ndizo habari kuu ambazo tulikuwa tukikuandalia kwa siku ya leo, ewe mpendwa mfuatiliaji wetu. Kutoka Ituri kuelekea Kivu Kusini tuliweza kuzungumzia hali mbalimbali na pia tuliweza kuzungumzia hali za huko Kinshasa, hali za usalama na za wananchi katika maeneo mbalimbali ambayo yanaendelea kupiganwa au kuwa na mvurugu mwingi. Wakati wa mapigano yameendelea katika baadhi ya maeneo, juhudi za kuleta amani, kuwanyang'anya silaha wapiganaji wa zamani, kuimarisha nidhamu ndani ya jeshi na kukuza ushirikiano wa kikanda zinaendelea huko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu kila kinachoendelea ili kukuletea taarifa hizo zilizo muhimu zaidi, zinazoeleweka na kwa wakati ambao unafaa. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika Kivu News 4. Endelea kutufuatilia, jiandikishe kwenye ukurasa wetu au unaweza kusubscribe, bonyeza alama ya kengele na ushiriki habari hizi na wengine ili nao pia waweze kuzipata kwa muda ambao unafaa. Na pia unaweza kutuandikia ndani ya comment section hapo chini ikiwa unatufuata ukiwa sehemu gani ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kivu News 4 ambayo inakuletea taarifa hizi mchana wa siku ya leo, tukiwa tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na mimi ni Leta Pepele ambaye niko kwenye mitambo nikikuletea taarifa hizi.